ambayo Mungu umekuwa pamoja nasi siku ya leo. Tunayo kila sababu kukushukuru kwa ajili ya wakati huu nzuri ambao Baba tumekuwa nao kwa ajili ya neno lako. Roho Mtakatifu, wewe ambaye uko pamoja nasi, asante kwa ajili ya wakati huu mzuri. Wewe ukapate kutufundisha zaidi ya yote, Roho wako Baba kapate kuwa pamoja nasi mahali hapa, tangu wakati huu tunapokuwa tunaanza hata wakati tunapokuwa tunahitimisha. Weza na nguvu zako Bwana zikaendelee kuwa pamoja nasi wakati huu. Asante Roho, maana wewe umeshuka sasa kwa ajili ya kutuhudumia, katika jina lako Bwana Yesu, amen. Tuketi. Ujumbe wetu ambao tunasikia jioni ya leo wanasema hakuna neno asiloliweza Mungu. Hakuna neno asiloliweza. Yeremia sura ile 32 na mstari ule wa 27. Kitabu cha Yeremia sura ya 32 mstari ule wa 27. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mungu anauliza. Anasema yeye ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Anauliza, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Wanadamu, yako mambo ambayo hatuyawezi, yako nje ya uwezo wetu, yako nje ya nguvu zetu, na hatuyawezi, nje wakati mwingine ya ufahamu na akili tulizo nazo. Na kwa sababu hiyo tunakuwa hatuna uwezo wa kushughulika nayo. Hatuna uwezo wa kutatua hayo matatizo. Hatuna uwezo wakati mwingine wa kifedha au kiuchumi, hatuna uwezo. Na tunadhani kwamba kwa sababu sisi wanadamu kuna mahali tunashindwa, kuna mahali tunakuwa tumefikia mwisho, ndivyo tunavyodhani kwamba hata Mungu kuna mambo ambayo yako juu ya uwezo wake. Na ndio maana watu wengi wanapokutana matatizo, kwa sababu wanadhani kwamba hakuna Mungu anayeweza kuwasaidia au Mungu mwenye uwezo katika neno hilo ambaye wanaweza kumwendea na akawasaidia. Ndio maana watu wengi hawana imani ya kumwendea Mungu wanapokabiliwa na mambo makubwa, mambo mazito, mambo magumu. Watu wanaokuwa na imani kwamba Mungu anaweza kuwasaidia ni wachache sana. Wanadamu wengi wanayo matatizo, na tena ni matatizo yaliyo juu ya uwezo wao, lakini hawamwendei Mungu kwenda kuhitaji msaada kwake. Watawaendea wanadamu wenzao, watawaendea watu wanajua kwamba wana nafasi, wana nguvu za kiuchumi, wana fedha, wana vyeo, wana nafasi mbalimbali za kuwasaidia. Watakwenda kwa waganga wa kienyeji, wakijua kwamba hao ndio ambao wanaweza kuwasaidia katika mambo magumu wanayokutana nayo. Na ndipo Mungu anapouliza. Watu wengi hawaamini katika Mungu asionekana kwa macho. Wanaamini katika mambo ambayo wanayaona kwa macho. Ndio maana ni rahisi kumpa mtu kitu anachokiona kwa macho, ukamwaminisha kwamba hichi kinaweza kikakusaidia. Ukampa mtu mafuta, ukampa mtu maji, ukampa chochote kile anachokiona kwa macho. Maana ni rahisi kuamini katika mambo anayoyaona kwa macho kuliko kumwamini Mungu asiyemuona kwa macho. Ndipo Mungu anapokuwa anauliza, anasema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Yaani Mungu wa viumbe vyote. Mungu wa viumbe vyote, vyote vinavyoishi, vyote vilivyoumbwa. Yeye ndiye Mungu. Anauliza, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ni rahisi mtu kujibu swali hili akasema hakuna neno gumu lolote nisiloliweza kwa kinywa, lakini kutoka ndani ya vilindi vya moyo wake, ndani ya vilindi vya mioyo ya wanadamu, wengi hatuamini kwamba Mungu anaweza mambo yote. Lakini Yeremia
alikuwa ni mtu tofauti. Yeye Yeremia ambaye Mungu mara kadhaa aliweza kuleta neno kwake, alimfanyia miujiza mingi. Yeremia alipata ufunuo kwamba huyu Mungu hakuna neno lililo gumu asiloliweza. Sio rahisi kuamini kwa kiwango hicho. Kama wanadamu wangalikuwa naamini kwa kiwango hicho, tungaliwaona leo watu wengi wakimjia huyo Mungu wanemwamini kwamba hakuna neno gumu asiloliweza. Lakini kwa sababu hawaamini, watu wengi hawaamini, ndio wanaweza kuona hali iliyoko katika maisha ya wanadamu ya kutumainia na kutegemea vitu vingine, lakini sio Mungu. Katika kitabu hicho cha Yeremia sura 32 mstari wa 17, Yeremia 32 na mstari wa 17, mahali ambapo Yeremia anasema, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Huyu ni Yeremia anakiri kwa jinsi alivyokuwa anamjua Mungu. Yeye Yeremia, maana anategemea mtu binafsi, uzoefu wake alionao wa kumjua Mungu. Yeremia katika uzoefu aliokuwa nao alisema hakuna neno lililo gumu asiloliweza. Maana alikuwa anajua ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Vitu vyote vilivyoko vinavyoonekana kwa macho, Mungu ameviumba kwa uweza wake mkuu na kwa mkono wake ulionyoshwa. Mungu ameumba. Huyu Mungu, hivi kuna neno lililo gumu asiloliweza? Yeremia alijiuliza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana hata wakati mmoja ambao malaika walimtembelea Ibrahimu aliyekuwa amefikisha miaka 99, hana mtoto, na mke wake Sara aliyekuwa na umri wa miaka 89, Biblia inasema kwamba alikuwa amekoma ile kawaida ya wanawake, kwamba ni katika umri ambao kibinadamu hawezi tena kuzaa. Malaika walipokuwa wamekwenda kwa Ibrahimu na akawa ameongea nao, akawaandalia sadaka, chakula kile, na hatimaye baadaye wakamuuliza Sara, mkeo yuko wapi? Akawaambia yuko ndani. Wakamwambia, panapo majira kama haya mwakani, Sara mkeo atachukua mimba, naye atazaa mtoto wa kiume. Maandiko yanasema kwamba Sara alicheka. Huyo Sara alikuwa hayuko hapo, yuko ndani, lakini walijua kwa sababu walikuwa ni malaika, walifahamu, waliona. Wakauliza, kwa nini Sara anacheka? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kuna neno gani kwamba Sara hataweza kuzaa? Maana kicheko kile kilikuwa ni kicheko cha kutokuamini kwamba maneno ya wale watu yatatimia. Sara akacheka, lakini hakujua kwamba neno lile lilikuwa limetoka katika kinywa cha Bwana, yeye ambaye hakuna neno lolote lililo gumu la kumshinda. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Mwanzo sura 18. Kitabu cha Mwanzo sura 18 mstari wa 9 mpaka wa 10. Au tuangalie mstari wa 9 moja kwa moja mpaka mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura 18 mstari wa 9 moja kwa moja mpaka 14. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati kama huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyokuwa majira kama hayo. Mwaka uliofuata, kusoma pale katika Mwanzo sura 21, Mwanzo sura 21 mstari wa 1 mpaka wa 3, Sara alipata mwana kama alivyoambiwa. Mwanzo 21 mstari wa 1 mpaka wa 3, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula alioombiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno ambalo Mungu haliwezi, lakini kibinadamu ni ngumu sana kuamini, ni ngumu sana, lakini huo ndio kweli. Na kutokuamini kwetu kunasababisha sisi tusiuone uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Maana imani anayokuwa nayo mtu juu ya Mungu ndiyo inayowezesha hayo yote kutokea. Na hatuna budi kujua kwamba hakuna neno lolote asiloliweza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hana ukomo katika uweza wake. Hana mipaka Mungu katika kufanya jambo lolote lile. Yeye anaweza. Lakini je, sisi tunaamini kwa kiwango gani? Imani yako ni kwa kiwango gani? Yesu akawaambia wale watu, mpate kwa kadiri ya imani yenu. Kwa hiyo tunatofautiana katika kupokea, kwa sababu inategemea kadiri ya imani uliyo nayo. Imani inaweza kuwa haba, inaweza kuwa ndogo. Imani inaweza ikawa kubwa. Imani inapungua, lakini imani pia inaongezeka kutokana na mtu mwenyewe jinsi anavyoamini. Na Biblia inasemaje? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani ina chanzo chake. Imani kuna namna kuinua. Imani inaweza ikawa kubwa. Chanzo chake ni neno, na ni neno la Kristo. Chanzo chake ni kusikia, na tena tusikie neno la Kristo. Kwa mfano, Biblia inasema, je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Ni swali. Mithali sura la 6 na mstari wa 21. Mithali 6:28. Mithali 6:28. Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Haiwezekani. Ni vigumu.
kwamba ukanyage makaa ya moto alafu nyayo zisiungue. Hakuna kitu kama hicho kibinadamu. Kibinadamu lazima mtu huyo ataungua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe kama mwanafunzi wa Yesu na unasoma maandiko, utakumbuka habari za Shadrach, Meshach na Abednego. Watu hawa ambao mfalme kwa ghadhabu aliyokuwa nayo na kwa adhabu aliyokuwa amewaadhibu vijana hawa, aliamuru watupwe katika tanuru iliyochochewa moto. Tena siku hiyo ilichochewa moto mara 7. Ili mradi tu vijana hawa waadhibiwe, kwa sababu walikuwa wamekwenda kinyume na amri ya mfalme. Mfalme alikuwa ametengeneza sanamu ya dhahabu. Alipotengeneza ile sanamu ya dhahabu, akaiweka katika ufalme wake, na akawaagiza watu wote kwamba watakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, wakisikia, watu wote walikuwa wanatakiwa kuanguka na kuisujudia hiyo sanamu aliyoisimamisha mfalme. Sasa vijana hao ambao walikuwa na mabudu Mungu aliye hai, wanamcha Mungu aliye hai, Shadrach, Meshach na Abednego, wao walikataa. Wakasema hapana, hatuwezi sisi kuabudu miungu ya mfalme, tukaiabudu sanamu aliyosimamisha mfalme, tukaacha kumwabudu Mungu wetu aliye hai. Jambo hili hatuwezi kulifanya. Kwa hiyo hawa vijana, kila walipokuwa zinapigwa hizo ngoma, zomari, sijui zinapigwa hizo santuri na namna zote ngoma, mazeze, wao walikuwa hawaanguki kusujudia hiyo sanamu. Mashtaka yakapelekwa mbele za mfalme kwamba wako vijana hawa ambao ni wageni Wayahudi, hawaitii amri yako mfalme. Wakaitwa. Walipoitwa sasa, labda tuangalie katika maandiko sasa, kitabu kile cha Danieli sura ile ya 3 mstari ule wa 14. Ni maandiko marefu kidogo habari hii. Kwa hiyo mstari wa 14 unakwenda fikiri mpaka mstari ule wa 26 hivi. Nebukadreza akajibu, Danieli sura 3 mstari wa 14 mpaka 26. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni makusudi hata hamumtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Sura ya 18. Basi kama si hivyo, ujue mfalme, sisi ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa sura zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego.
na watu hao watatu, Shadrach na Meshach na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakatoka katika ule moto. Bwana Yesu asifiwe. Vijana hawa ambao walikuwa na imani kiasi kwamba walimwamini Mungu wao kwamba anaweza kuwaokoa hata katika tanuru ya moto, jambo ambalo ni gumu kwa watu wengine kuamini hivyo. Nakumbuka habari ya Danieli, aliamini ya kwamba Mungu wake anayemtumikia, Mungu wake anayemwamini, aweza kumwokoa katika tundu la simba. Na ikawa hivyo, alipotupwa katika tundu la simba kwa hila, simba wale hawakuweza kuleta madhara. Na Danieli anashuhudia sema, Mungu wangu alituma malaika wakafunga makanwa ya wale simba, wala hawakunidhuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa waoga kwa sababu hatujui uweza wa Mungu, kwamba huyu Yesu tuliyemwamini, yeye hakuna neno asiloliweza. Anaweza kuleta wokovu hata mahali ambapo kuna hatari iliyo dhahiri kabisa. Aweza kufunga makanwa ya simba wasiweze kuleta madhara yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo yeye anazo funguo za mauti. Anazo funguo za mauti, kwa maana ya kwamba hata pale ambapo adui amekusudia kutuua, hawezi kufanya hivyo, wakati Kristo ndiye ambaye anazo hizo funguo za mauti. Hakuna shetani anayeweza kutuua, hakuna anayeweza kukuua mpaka awe ameruhusiwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa sisi ni watu wa Mungu ambao tunamtegemea Mungu, ni watu wa Mungu, tunamwamini Kristo, hatuna sababu ya kuwa na hofu mahali ambapo adui anatutishia. Adui analeta vitisho kinyume na imani tulio nayo. Adui analeta vitisho kwa sababu tumemwamini Kristo. Hatuna sababu ya kuogopa. Yesu mwenyewe anasemaje? Anasema, msiwaogope wauao mwili wasiweze kufanya jambo lingine zaidi, lakini mwogopeni yeye. Akasema, mimi nitawaonyesha wa kumwogopa. Mwogopeni yeye ambaye akiisha kuwaua aweza kuiangamiza na roho. Mwogopeni huyo. Akiwa na maana kwamba hatuna sababu sisi ya kuwaogopa hawa ambao wana uwezo wa kuiangamiza miili yetu. Hawawezi kufanya hivyo, kwanza kwa sababu Kristo Yesu yeye mwenyewe hawezi kuwapa ruhusa ya wao kutuangamiza sisi kwa hila, katika jina la Yesu. Kutokuwa na imani kumesababisha watu wengi wasipokee kutoka kwa Mungu. Unamkumbuka Petro? Petro wakati mmoja walipokuwa wametangulia katika chombo wakiwa baharini, Yesu akamwambia tuvuke ng'ambo, yeye akabaki. Baadaye akatembea juu ya maji, akawafuata wanafunzi wake. Wakamwona anatembea juu ya maji, wakaanza kushindana. Wengine wakasema hapana, sio yeye, itakuwa ni mzimu wake, sio yeye. Baadaye akaja akamwambia ni mimi mwenyewe. Petro akasema, kama ni wewe Bwana, niamuru mimi nami nitembee juu ya maji. Akamwambia njoo, tembea. Petro akaanza kutembea juu ya maji, lakini maandiko yanasema alipouona upepo akaogopa.
Alipoona upepo unampinga namna hii, unamsukuma, akaogopa. Alipoogopa, pale pale akaanza kuzama. Woga na hofu ulisababisha Mungu amwache. Hatupasi kuogopa wakati tunapokuwa na Yesu. Hatupasi kuogopa, na usiogope ikiwa wewe ni mtu ambaye umemwamini Kristo. Hakuna la kuogopa, kwa sababu yeye hakuna asiloliweza. Hakuna gumu la kumshinda. Aweza kufanya njia mahali pasipokuwa na njia. Aweza kukuokoa katika mazingira yoyote. Maana yeye hakuna gumu asiloliweza, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko shuhuda nyingi. Ziko shuhuda nyingi sana za watu ambao walikuwa wamekata tamaa katika mazingira waliokuwa nayo, lakini walipoliitia jina la Yesu, walipokutana na Yesu, hata yale mambo ambayo walikuwa wameyakatia tamaa, wakashangaa msaada wa Mungu umetokea, na wakaweza kuokolewa, wakaweza kupata wokovu ambao uliwatoa katika hatari inayowakabili. Watu wengi ambao wamekuwa katika mazingira ya kufa kabisa, hospitali imeshindikana, waganga wameshindwa, kila aliyekuwa nadhani kwamba na uwezo ameshindwa, lakini watu wale walipomgeukia Kristo, walipomgeukia Yesu, wakaamini katika Kristo, au mtu mmoja akawaaminisha, akawaambia hapana, imeshindikana kila mahali, twendeni mkaombewe, twendeni kwenye maombi. Walipokuja kwenye maombi, walipokutana na Yesu, Bwana aliweza kunyosha mkono na kuwaponya watu hao na kuokoa na kuwatoa katika hatari ya mauti, katika jina la Yesu. Wako watu ambao walikuwa nakabiliwa na magonjwa yasiyoponyeka, magonjwa kutisha, lakini pale ambapo waliweza kuamini, waliweza kuliamini jina la Yesu, tulipoliitia jina la Yesu, watu hao waliweza kupokea muujiza wa kushangaza ambao umewafanya watu wote wakashangaa kwamba ni nini kimetokea. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa kama kansa ambayo inafahamika kwamba hayatibiki. Wakati mmoja kulikuwa na baba mmoja alikuwa na kansa ya damu. Hii kansa ya damu ilikuwa inasababisha huyu baba kila wiki anaongezewa damu. Kila wiki anaongezewa damu. Na wamekwenda katika kliniki za kansa, wamepewa dawa, wanatumia dawa, lakini kila wiki damu inakuwa imepungua, lazima uwekewe damu. Wakati tunapewa taarifa, alikuwa tayari ana tiketi mkononi, anakwenda India kutibiwa. Tukakutana naye, wakati anaenda India, akaenda India. Kufika kule India, akafanyiwa matibabu yote, akarudi na dawa nyingi sana Tanzania, lakini bado zoezi la damu kupungua kila wiki likawa linaendelea. Paka ndugu yake mmoja ambaye imani yake ilikuwa juu sana, akaja akasema, hivi ni kweli kwamba huyu ndugu yangu Mungu hawezi kumponya? Kaambia, ndugu yako hawezi kupona kwa sababu yeye mwenyewe haamini. Amini. Wewe una imani, ndugu yako hana imani. Kwa hiyo ni vigumu mtu namna hii kuponywa. Sasa nikamwambia, nenda kuzungumza naye. Nenda kamweleze jinsi ambavyo ikiwa ataamini atauona mkono wa Bwana. Ameenda mpaka India, mahali ambako kunaaminika, amerudi. Hali ni ile ile, haijabadilika. Sasa ni nini kitakachomponya zaidi? Kwa hiyo sema naye, ndugu yako hana imani. Hata nilipokutana naye hana imani. Na mtu yule alikuwa hana imani kwa sababu ni msomi, ni mtu ana elimu. Yeye mwenyewe alikuwa ni daktari, ana fedha nyingi, anaamini katika fedha,
anaamini katika uwezo unaopatikana kwa madaktari, anaamini katika hospitali kubwa zenye madaktari bingwa, lakini nje hapo haamini watumishi wa Mungu wala muamini Mungu. Kaambia ndugu yako atakufa. Akasema ngoja nikaseme naye. Akaenda akasema naye, akamwambia sikiliza, tumekupeleka India, tumerudi, hali ni ile ile. Sisi ndugu zako hatuna msaada zaidi ya hapo. Hivi tunakuangalia kwa kukata tamaa, hatuna matumaini tena ya wewe kupona. Hii damu utawekewa mpaka lini? Maana sasa ikafika mahali zile damu walizokuwa wanamwekea ndugu yao walikuwa wananunua kwa pesa, lakini maisha hayo yangeendelea mpaka wapi? Maana anaumwa, ni mtu wa kulala tu nyumbani. Akamwambia sikiliza, kama huwezi kumwamini Mungu katika hatua ulio nayo, sisi hatuna msaada zaidi, utakufa. Hebu geuka, badilika, mwamini Yesu. Tatizo liko wapi? Wakasema naye sana. Aliposikia yale maneno yakamgusa moyo wake, akaona kumbe watu wameshanikatia tamaa. Sasa ina maana mimi sasa hivi ni kufa tu. Basi kama ni hivyo, wamenishauri kwamba niamini, acha niamini. Kwa hiyo wakaleta taarifa kwamba mtu yule sasa yuko tayari, ana namna nyingine, ameamua kuamini, na nafikiri mje mseme naye. Tukaenda kuzungumza na yule ndugu. Siku ile tukakuta watu ni wengi sana katika ule mji. Kumbe wameambiwa kwamba kuna maombi rasmi yanafanyika, na wale watu kwa sababu alikuwa ni ndugu yao, wanampenda, basi wakawa wamekusanyika kwa wingi wa watu pale, ili basi waungane na ibada ile ya kumwombea yule ndugu ambaye alikuwa na tulikwenda nyumbani kwake. Ilikuwa ni kama mkutano mdogo wa Injili. Wale watu walikuwa ni matajiri sana. Tulifika pale tukuta magari mengi sana, familia zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, wamekuja kushiriki ibada hiyo. Tukasema na wale watu, tukamwambia sikilizeni, ni kweli mnazo pesa, lakini pesa zenu zimefikia ukomo. Hizo pesa ndizo mlizozitumia mkamsafirisha ndugu yenu katika hospitali za nje ya nchi mlizoziamini kwamba zina uwezo, kuna madaktari wenye uwezo, lakini amerudi ndugu yenu, amelala huyo hapo. Hapa wakati huu, hata kama mtakusanya pesa zenu zote mkaziweka hapo, haponi huyu haponi. Sasa nataka kuwaambia, pesa mlizo nazo zina ukomo. Zinapoishia pesa, yuko naitwa Yesu. Pesa zenu zimeshindwa, lakini nawaambia siku ya leo nimewaletea mtu mmoja anaitwa Yesu. Yeye hakuna gumu asiloliweza. Watu wale walikuwa wamekodoa macho, wananiangalia, wasema huyu mtu ni nani? Huyu anaweza kuzungumza kwa ujasiri namna hii? Anazungumza habari za pesa zetu. Nikamwambia sikilizeni, huyu kwa jina la Yesu leo anainuka. Tukafanya maombi, kumbe Bwana, watu hawa wamekusanyika hapa kwa ajili ya ndugu yao. Hawa watu wana pesa nyingi sana, wamempeleka huyu mgonjwa kila mahali mpaka nje ya nchi, lakini yuko hapa melala, hawezi. Wewe Yesu mtenda miujiza, wewe ambaye huna mipaka katika uweza wako, wewe ambaye hakuna neno lililo gumu usiloliweza, kwa jina la Yesu, huu ugonjwa unaomtesa huyu ndugu umwachie kwa mamlaka yako katika jina la Yesu. Sala fupi namna hiyo, tukawaambia wale watu, si tunaondoka, huyo mgonjwa wenu ameisha kupona. Sasa kawa nashanga, mgonjwa amepona, yuko hapo amelala kama kawaida. Tukaondoka, tukawaacha wale watu wanaendelea pale na vinywaji vyao. Watu wenye pesa wana shida sana. Kwao ilikuwa ni kama sherehe siku ile. Wamekusanya vyakula na vinywaji na nini. Wakataka sisi tukamwambia nyinyi endeleeni, sisi tumemaliza leo tuleta hapa. Tukatoka.
Mungu alichofanya, akawasahaulisha wale watu juu ya huduma ile tulifanya. Kwa hiyo kliniki ilipofika Ocean Road, hospitali maalum ya wagonjwa wa kansa, wakaenda wiki ya kwanza wakapima baada ya maombi yale, wakakuta damu haikupungua. Wakarudi wiki ya pili, wakakuta hakuna tatizo. Wiki ya tatu, wiki ya nne, ndipo mmoja wao alipokumbuka, akasema, jamani, lakini mnakumbuka yale maombi? Mnakumbuka yale maombi? Hivi mnajua kwamba tangu maombi yale yamefanyika ndipo huyo mgonjwa wetu damu yake haijapungua? Wakasema ni kweli, ni kweli. Ndipo walipojua kwamba ndugu yao amekutana na mkono wa Bwana. Oh, hakuna neno lililo gumu asiloliweza. Hakuna jambo Yesu asiloliweza. Unakumbuka habari za Lazaro ambaye alikufa siku 4 amezikwa, yumo kaburini. Yesu anafika pale, wanasema, Bwana, kama ungaliwahi huyu ndugu yetu angalikufa. Umechelewa, ameisha kufa, leo ni siku ya 4 amezikwa. Akauliza, mmemweka wapi? Wakampeleka kaburini, wakamwonyesha kaburi lake ni ile hapa. Maandiko yanasema kwamba akalia machozi kwa jinsi ambavyo alikuwa anampenda Lazaro. Akawaambia, liondoeni jiwe. Akataka kuiona imani yao kwamba je, wanaamini kwamba ndugu yao anaweza kufufuka. Akawaambia, liondoeni hilo jiwe, maana makaburi yao walikuwa huko juu wanayaziba kwa jiwe kubwa, wanaweka pale kwenye mlango. Wakamwambia, Bwana, kuliondoa jiwe leo siku ya 4, huyu ananuka sasa, ameisha kuoza, ameshaoza. Akamwambia, sijawaambia kwamba mkiamini mtauona utukufu wa Mungu? Liondoeni jiwe. Wale watu wakaliondoa jiwe kwa shida. Walipoliondoa jiwe, Yesu akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Ghafla yule aliyekuwa amekufa wakamwona yuko nje ya kaburi, amelala pale, yuko mzima, yuko hai. Akamwambia, mfungueni leso, mwacheni aende zake. Siku ya 4 Lazaro amekufa, Lazaro anafufuliwa. Oh, Yesu hakuna neno asiloliweza katika jina la Yesu. Ndio maana nakushangaa wewe ambaye bado uko hai, bado haujafa, bado haujazikwa, bado haujanuka kwa kuoza, bado uko hai. Wewe kesi yako ni rahisi zaidi kuliko kesi aliyokuwa nayo Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Maana Lazaro alikufa kazikwa, wewe bado upo, bado unapumua, bado unakuja ibada. Ni nini kinachokuzuia usiweze kuamini? Ukiamini siku ya leo utauona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Maana hakuna neno asiloliweza Yesu. Lakini kizazi hichi kina shingo ngumu sana ya kuamini. Hakuna asiloliweza. Ukisoma Biblia, unajua katika Biblia, ukisoma Biblia hakuna mahali ambapo Wakristo waliandamana. Hamna. Hakuna. Si kwamba hakukuwa na matatizo nyakati hizo, kulikuwa na matatizo mengi sana. Matatizo ambayo yalikuwa yanasababishwa na watawala yalikuwako mengi, lakini watu wakuandamana. Kwa mfano, wakati mmoja wa mfalme Ahasuero, ukisoma kitabu kile cha Esther, wakati ule mfalme Ahasuero uliandikwa waraka kwamba Wayahudi wote wauawe. Ikapangwa tarehe, siku na saa, barua zikasambazwa kila mahali kwa wakuu wa watu ili watunze habari hiyo, kwamba itakapofika siku hiyo, tarehe hiyo, popote pale walipo Wayahudi wauawe. Unakumbuka habari ya Esther, mfalme Ahasuero. Unakumbuka mtu mmoja alikuwa anaitwa Hamani. Unamkumbuka Mordekai, habari hiyo. Lakini Wayahudi walipopata habari hizo, kwanza alizipata Mordekai, mjomba wake Esther.
Biblia inasema kwamba akararua mavazi yake, alafu akapeleka taarifa kwa Esther mpwa wake ambaye alikuwa ni malkia. Akamwambia, sema na mfalme kwamba habari hizi ambazo zimechochewa mpaka umeandikwa waraka kwamba Wayahudi tuuawe sio habari za kweli, ni hila tu ya Hamani, ni hila tu, lakini si kweli habari hizo. Esther akasema haiwezekani kuonana na mfalme pasipokuwa na kibali. Mtu akienda kwa mfalme bila kibali, amri ilikuwa inasema kwamba auawe. Kwa hiyo Esther akasema tufanye hivi, waambie Wayahudi walioko hapa mjini wafunge kwa siku 3, na mimi huku na wasaidizi wangu pia tunafunga siku 3. Baada ya maombi haya nitaingia katika jumba la mfalme na kuonana na mfalme pasipokuwa na kibali, kama kuangamia na niangamie. Siku zinakwenda, tarehe inakaribia ya Wayahudi kuuawa kama amri ile ambayo ilivyopitishwa na mfalme. Watu wakafunga siku 3. Siku ya 3 Biblia inasema Esther akavaa mavazi ya kifalme, akaingia katika ukumbi wa mfalme. Sasa ilikuwa ukiingia katika ukumbi wa mfalme kama hakuna kibali, bila kibali, mfalme akikunyoshea fimbo yake ile ya kifalme kwamba amekuruhusu uingie. Kinyume cha hapo, wewe utachukuliwa na kwenda kuuawa. Kwa hiyo baada ya maombi hayo, Esther akajitoa sasa kwenda kuonana na Ahasuero. Alipofika pale, mfalme akamnyoshea fimbo kuonyesha kwamba amepata kibali afike pale amweleze ni nini iliyo haja yake. Alipofika pale akaulizwa, unataka nini? Shida yako ni nini? Hata kama unahitaji nusu ya ufalme utapewa. Shida yako ni nini? Ikabidi Esther ajieleze shida ile iliyotokea, barua zile iliyoandikwa kwa hila kwamba wauawe Wayahudi wote kwa sababu ni watu ambao wako kinyume na utawala wa mfalme. Na matokeo yake, mfalme aliposikiliza ile habari akaujua ukweli. Ile amri iliyokuwa imewekwa ya kuwaua Wayahudi ikafutwa. Lakini sio hilo tu, yule aliyekuwa amesababisha na kutoa habari za uongo, za uchochezi na hila kwamba Wayahudi waweze kuuawa, naye alikuwa ni Hamani, ambaye yeye mwenyewe alikuwa ametayarisha mti kwa ajili ya kumtundika Mordekai aliyekuwa adui yake mkubwa. Na ndio chanzo cha hayo yote, ni kwa sababu alikuwa mpendi Mordekai aliyekuwa Myahudi, na akataka kufanya hila Mordekai na Wayahudi wote wauawe. Lakini kinyume chake sasa, ule mti aliyokuwa ameuandaa Hamani kumtundika Mordekai, alitundikwa yeye mwenyewe Hamani, na Mordekai na Wayahudi wote wakapona katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Mithali sura 21 mstari wa 1. Mithali 21 mstari wa 1. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Mungu ana uwezo wa kuugeuza moyo wa mfalme na kuuelekeza popote apendapo Mungu. Wayahudi wakiongozwa na Mordekai pamoja na Esther aliyekuwa malkia wakati huo, waliomba na kufunga kwa siku 3 ili Mungu augeuze moyo wa Ahasuero mfalme, na ikawa hivyo katika jina la Yesu. Ingekuwa nyakati hizi watu wangeandamana wao, kwa nini Wayahudi wauawe? Kwa nini waraka huo umeandikwa Wayahudi wauawe? Watu wangaliandamana. Sasa ni kweli, mimi nasema hivi, hii ni njia
ya watu wasiomwamini Mungu. Njia ya Mungu haiwezi kuleta mauti. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Njia ya Mungu haiwezi kusababisha umwagaji wa damu. Yeye alisharuhusu damu ya mwana wake pekee Kristo imwagike kwa ajili ya ulimwengu wote. Hakuna damu nyingine inayoweza kuokoa zaidi ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Lakini sisi kwa sababu nyakati hizi tumekuwa wavivu, hata tukisema watu waombe, watu kuomba hawawezi. Je, si zaidi sana watu hao ambao waliitisha maombi ya siku 3 kavu za maombi ya kufunga na kuomba, mpaka moyo wa Ahasuero mfalme ukabadilishwa, ile amri iliyokuwa imewekwa ya kuwanyonga na kuwaua na kuwachinja Wayahudi ikafutwa. Walikuwa wanaamini katika maombi. Walikuwa wanamwamini Mungu kwamba Mungu hakuna lolote la kumshinda asiloliweza. Huyo Mungu ana uwezo wa kugeuza moyo wa Ahasuero ukaelekea kule ambako Mungu anapenda. Maana huyo Ahasuero ameumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kunapokuwa na mambo magumu kama haya, Wakristo tunamwamini Kristo, sisi tunaamini katika maombi, kwamba maombi yanaweza yakabadilisha jambo lolote lile. Maana hakuna lililo gumu linalomshinda Mungu ikiwa sisi tutaomba. Kwa hiyo mimi nikwambie, jambo lolote lile ulilo nalo lililo gumu limekukabili, wewe omba. Nasema wewe omba kwa Mungu. Wewe omba kwa jina la Yesu. Huyu Yesu hakuna neno asiloliweza. Huyu Yesu hakuna neno linalomshinda, isipokuwa sisi ndio ambao hatuna imani ya kuponywa. Hatuna imani kwamba tunaweza kupokea. Lakini yeye amejitambulisha. Yeye anauliza, je, kuna neno lolote asiloliweza? Kuna neno lolote lilo gumu asiloliweza maishani mwako wewe? Chochote unachokabiliana nacho, je, hilo ni gumu ambalo Mungu haliwezi? Hilo ni gumu zaidi ya magumu mengine ambayo ameshughulika nayo? Hakuna gumu asiloliweza Bwana. Nasema hakuna neno lililo gumu asiloliweza Yesu. Kama yeye anafufua wafu, kama yeye anafungua waliofungwa, na ni yeye asiyebadilika, anasema ni yeye yule jana na leo na hata milele, habadiliki. Yesu habadiliki. Nasema Yesu habadiliki. Wanaobadilika ni wanadamu. Wanaobadilika ni wanadamu. Kama tunavyoona sasa hivi kuna kizazi cha Gen Z. Yani hichi ni kizazi kingine tofauti na kizazi cha zamani. Kwa hiyo ukikifuatilia kizazi hiki kina mabadiliko mengi, kina mambo mengi ambayo ni tofauti na watu waliozaliwa kabla ya wakati wao. Kwa hiyo wanadamu hawa wa Gen Z, wao wako tofauti kwa ufahamu, wako tofauti katika mengi, kwa imani tofauti na watu waliotangulia. Sasa wanadamu wanabadilika, lakini Mungu habadiliki. Mungu habadiliki. Kwa namna hiyo hiyo, ikiwa wewe utaamini siku ya leo, kwamba ni Mungu asiyebadilika, yeye yule ambaye alisema hakuna neno gumu asiloliweza, maishani mwako wewe hakuna gumu la kumshinda Yesu. Ni vile tu imani yako bado imekuwa ni ya kusita. Imani yako imekuwa bado ya mashaka. Na Biblia inasemaje? Mtu ambaye ana imani ya kusita ni kama mawimbi ya bahari ambayo yanachukuliwa upande mmoja, yakasukumwa upande mwingine, na ya kuwa mtu wa namna hiyo asidhani ya kuwa anaweza kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi,
hilo jambo linalokukabili liko ndani ya uweza wake Kristo, liko ndani ya uweza wake Mungu. Wanadamu wameshindwa, jamaa zako wameshindwa, ndugu zako wameshindwa, fedha imeshindwa, wataalamu wameshindwa, waganga wameshindwa. Hapo ndipo anapoanzia Yesu. Nasema hapo ndipo anapoanzia Yesu, ili ajidhihirishe na kujithibitisha kwamba hakuna mwingine anayefanana na yeye katika jina la Yesu. Hayuko. Vinginevyo angekuwa nafanana tu na watu wengine, angekuwa nafanana na madaktari, angekuwa nafanana tu na nani, lakini yeye amejipambanua. Hakuna mwingine. Yuko yeye peke yake. Yesu Kristo alikuwa ametoka juu, akaja duniani, akarudi tena juu, atarudi tena duniani. Yuko mmoja tu peke yake. Yuko mmoja peke yake. Huyu ndiye ambaye tunamsubiri anarudi mara ya pili kulinyakua kanisa lake katika jina la Yesu. Hakuna mwingine, hayuko mwingine, hakuna nabii mwingine yoyote, hakuna mtume mwingine yoyote, hakuna mtu wa Mungu mwingine yoyote. Ni Kristo Yesu peke yake amejipambanua kwamba yeye ni Alfa na Omega katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo, katika yale yanayokukabili, hakuna asiloliweza Yesu. Hakuna asiloliweza Yesu. Hakuna asiloliweza Yesu. Na shetani anajua, majini yanafahamu, wachawi wanajua. Na la kushangaza ni kwamba wale walio maadui wa Yesu wanafahamu vizuri sana habari hii kuliko sisi tunaosema tumemwamini Yesu. Wachawi wanamjua Yesu kuliko tunavyomfahamu. Mapepo yanamjua Yesu kuliko tunavyomjua. Na wanakiri katika Biblia, walipokuwa nakutana naye, walikuwa nakiri kwamba tuna nini nawe, mwana wa Mungu aliye hai? Je, umekuja kututesa kabla muhula wetu? Wanamjua Yesu. Wakati ule wana wasikewa, mapepo yalikuwa yanamjua Yesu, wakasema Paulo tunamfahamu, Yesu tunamjua, ninyi ni akina nani? Lakini jambo la kusikitisha, wanadamu hawamjui Yesu, hawajui uweza wake, hawazijui nguvu zake, wala hawamjui kwamba yeye ni nani na ana uweza gani. Bwana atusaidie leo tumjue Yesu. Bwana atusaidie leo tumwamini Yesu, kwamba yeye anaweza kushughulika na magumu yoyote tunayokabiliana nayo katika jina la Yesu. Wewe amini tu. Wewe amini tu. Atafanyaje ni yeye anajua, maana njia zake si njia zetu, mawazo yake si mawazo yetu. Lakini amini ya kwamba yeye aweza kushughulika na shida ulio nayo. Iwe ni ugonjwa ambao unaumwa, umeugua miaka na miaka, umeenda hospitalini, unapewa dawa, tatizo linaisha linajirudia, linaisha linajirudia, linaisha linajirudia, au unahangaika nalo tu miaka na miaka na miaka, unahangaika nalo tu. Yesu aweza kushughulika na shida yako leo katika jina la Yesu. Nasema anaweza kukuponya leo katika jina la Yesu. Sio kesho, leo hii katika jina la Yesu. Yeye akisema pepo toka, pepo lazima watii na kutoka na kuhama. Na wakiondoka, wanaondoka na mizigo yao, wanaondoka na mafurushi yao. Unabaki na afya yako katika jina la Yesu. Hata kama umehangaika miaka na miaka, unahangaika, siku ya leo nataka nikwambie, hakuna neno asiloliweza Yesu. Hakuna neno lililo gumu mbele zake. Alipo mgonjwa yule ameteseka miaka 38, Yesu anakuja, anamuuliza, wataka kuwa mzima? Mimi sina mtu kunitia birikani, malaika wanapotibua ya maji, watu wengine wanakuja mbele yangu. Wewe umeulizwa unataka kuwa mzima, jibu ni ndio au hapana. Maelezo mengi ya nini? Akaambia, jitikwe godoro lako wende. Yule mtu akashangaa, mwili wake, afya yake imekuwa mzima, ugonjwa umeondoka, ana nguvu, akajituka godoro lake akaondoka. Analetwa mtu amepooza,
anashushwa kupitia katika dari mbele yake hapa, ambia mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Watu wanaanza kubishana pale, anasema sasa ninyi mnataka nini? Msichoamini ni nini? Mjue ya kuwa mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mtu, jitwike kitanda chako, ondoka. Yule mtu akajitwika kitanda chake pale pale, akawa mzima, akaondoka. Hakuna neno la kumshinda Yesu. Hakuna gumu la kumshinda Yesu. Hata kama ulikuwa umerogwa, maana tungesema unajua huyu amerogwa na yule aliyekuwa amemroga amekufa. Kwa hiyo anapokuwa amekufa yule mchawi, ni kama vile sasa huyu tatizo lake limefungwa, halina namna yote ambayo inaweza, haijalishi huyo mchawi yuko au amekufa au amesafiri au amefanya nini, kwa jina la Yesu hizo nguvu za kichawi zinaharibiwa leo katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Unajua hii ni laana. Tunaambia kwamba ukoo wetu sisi, ukoo wetu hatuwezi kuzaa na mtoto kila kizaliwa anakufa au anafia tumboni. Kwa jina la Yesu, neno hilo siku ya leo tunalitangua. Chochote kile ambacho kimekuwa kifiki mwisho wake katika mafanikio kwenye maisha yako, kile unachokifanya kinaishia njiani, kile unachokifanya hakifanikiwi, leo hakuna neno lililo gumu asiloliweza Yesu. Kwa jina la Yesu, sasa utafanikiwa. Utafika mwisho na kupokea matunda yake. Utafika mwisho na kuyaona matokeo yake na mafanikio yako katika jina la Yesu. Kila unachokifanya, kila biashara, yani kila kitu unajitahidi sana, lakini hakuna mafanikio kabisa. Inaonekana kama laana fulani. Unajua sisi hakuna mtu ambaye amefanikiwa. Wewe utafanikiwa katika jina la Yesu. Liamini neno hili kwamba hakuna lililo gumu la kumshinda Yesu. Leo unafanikiwa katika jina la Yesu. Unajua mwaka huu umebakia siku chache sana. Leo tarehe ngapi? Tarehe 10. Tunazo siku kama 20 hivi, 20. Hizi siku 20 Bwana aweza kukufanyia mambo ambayo yameshindikana katika miezi 11 iliyopita, lakini ndani ya siku 20 Bwana aweza kukufanyia muujiza. Yale ambayo ulikuwa umeyakosa mwaka wote, ndani ya siku hizi ukayaona dhahiri yametokea. Hakuna lililo gumu la kumshinda yeye katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaliamini neno hili? Unayamini maneno haya kwamba mwaka huu hautakwisha kinyonge kwako, lakini Mungu anaenda kukufanyia yale ambayo umeyakosa kwa miezi yote iliyotangulia? Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Yako mambo ambayo yanazuia tusiweze kufanikiwa. Yanazuia maisha ya dhambi. Mungu hawezi kukutetea pale ambapo inaonekana kwamba maisha yetu tunamtukuza shetani na sio Mungu. Mtu ambaye haishi maisha yanayompendeza Mungu, ni vigumu Mungu akakutetea, kwa sababu wewe mwenyewe kwa uchaguzi wako mwenyewe umeamua kutumikia giza badala ya nuru. Na hili ni tatizo ambalo watu wengine wengi wanakumbana nalo. Wanataka Yesu aweze kuwaokoa, aweze kuwaponya, aweze kuwafungua, halafu baada ya hapo warudi tena gizani. Warudi tena gizani. Ni vigumu. Ni vigumu kwamba upewe uzima, upewe afya, ubarikiwe ili ukatumikie giza. Hakuna mtu atakuwa tayari katika hilo. Hayuko. Hakuna mzazi ambaye atatoa urithi kwa mwana wake ili aende akatapanye kwenye pombe, akatapanye kwenye anasa kwa makahaba. Hakuna mzazi wa namna hiyo, atakuwa ni kichaa.
yeyote yule mzazi anapokuwa anatoa mali kwa mtoto wake, matarajio yake ni kwamba huyu mtoto atakwenda kuitumia mali hii kwa ajili ya maendeleo yake na kwa manufaa ambayo baadaye pia yatakuwa ni manufaa ya familia yote. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuangalia. Tunapokuja mbele zake kama wahitaji, tunahitaji ili iwe faida ya nani? Mungu atukuzwe au shetani ainuliwe? Hapa ni mahali pa kujihoji. Mungu hafanyi kwa hasara, kama jinsi ambavyo hakuna mtu ambaye atafanya jambo kwa hasara yake mwenyewe. Hayuko. Anafanya ili iwe faida. Tunasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, usikubali, usiende nao, usiende pamoja nao. Yesu anatushauri kama watoto wake wapendwa. Ndio maana ni jambo la msingi mkubwa sana, ukitaka uone upendeleo wa Mungu maishani mwako, wewe uwe tayari kukaa upande wake, kutembea katika njia zake, uishi katika mapenzi yake. Utauona mkono wake, utauona uweza wake Bwana. Utatembea naye, utalala naye, utaamka naye popote utakapokuwa. Yeye amesema, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kweli utamwona Mungu katika shughuli zako, katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mwana wake mpendwa. Anapendezwa nawe. Akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu atakayefanya mapenzi yangu yote. Akapendezwa na Daudi, maana aliuona moyo wa Daudi kwamba ni mtu anayependa kufanya mapenzi yake Mungu. Akamwinua Daudi aliyekuwa mchungaji wa kondoo za baba yake nyikani. Mungu akamwinua, akamfanya kuwa mfalme wa Israeli. Na ndivyo ilivyo macho ya Mungu. Maana tukasema kwamba yanakimbia huku na huku, akiangalia watu wale ambao mioyo yao wanampenda Mungu, ili apate kuwainua hao. Siku ya leo hakuna asiloliweza kufanya Mungu kwenye maisha yako. Lakini je, itakuwa ni kwa faida ya ufalme gani? Kwa faida ya nani? Kwa hiyo kabla sijaomba na kukuombea, wewe mwenyewe kwa kinywa chako njoo mbele za Mungu. Mwambie Mungu, niko mbele zako mahali hapa, ninahitaji Bwana unitendee. Wewe unajua Mungu anataka kutendea nini. Utatamka kwa kinywa chako, nahitaji unitendee jambo hili. Wewe ni Mungu unayeweza, hakuna neno usiloliweza. Ulifanya hivyo kwa wengine wengi sana. Lakini ninakusihi kwa moyo wangu nikurejee wewe Mungu. Mwaka huu unapokuwa unakwisha, mwaka unapokuwa unakwenda, na ijulikane kwamba mimi nipo upande wako. Unirehemu katika mambo yote niliyoyaendea mwaka huu, uovu na ujinga wowote niliofanya. Bwana, wewe unisamehe, nisiumalize mwaka huu vibaya. Lakini katika siku hizi chache zilizosalia katika mwaka huu, Bwana, ambaye nimesikia habari zako siku ya leo kwamba hakuna neno lililo gumu usiloliweza, hata haya ambayo kwangu mimi ni magumu, najua yako ndani ya uweza wako. Najua unaweza kunitendea leo, na kabla mwaka hujaisha wewe waweze kunitendea. Nakwambia Mungu atakufanyia haraka.
atakutendea haraka. Hata ninapokwenda kuomba, naenda kumwomba Mungu kwamba kabla ya mwaka huu, hizi siku zimesalia zinazohesabika, Bwana akutendee, Bwana akutendee. Lakini wewe mwenyewe muombe Mungu, njoo mbele zake Mungu, jitakase, mwambie Mungu akusamehe. Wakati mwingine hayo ndiyo yanayozuia tusiweze kujibiwa maombi yetu. Paza sauti yako, omba, 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 omba. Mwambie Bwana, nimelisikia neno hili, nimeliamini neno hili. Hakuna neno gumu usiloliweza, hakuna neno gumu usiloliweza. Wewe ni Mungu ambaye unaweza kushughulika na mambo magumu. Hata hili nililo nalo mimi, Bwana, ni jepesi mbele zako, maana ni Mungu uliyefufua wafu, watu waliokuwa wamekufa, watu waliokuwa wameoza, watu ambao walikuwa wafai, wewe ukawafufua, wewe ukawafufua.